بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تنزل kusoma aya nambari 66 katika surah al-Baqarah. قال الله عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى anasema فجعلناها نكالا أي عبرة، tukajalia adhab tuliyoadhibu nayo hawa watu waliokuwa wakivua katika siku ya Jumamosi. Tukajalia adhabu yao kuwa ni nakalan, ni ibra, mazingatio. Lima baina yadaiha min alqura, kwa vijiji ambavyo vilivyokuwa mbele yake. Wama khalfaha, na kadhalika vijiji vitavyokuja baada yake. Wa maw'idhatan lilmuttaqin, na haya kawa ni maw'idha, mazingatio kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. namna gani ukikhalif amri za Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi Allah anavyokuadhibu. Na kadhalika baadhi ahli alilm wanasema nakalan lima baina yadayha, nakalan ni adhab, ni adhab lima baina yadayha, adhabu ambazo zilizokuwa kabla, dhambi walizozifanya kabla ya dhambi ya kuvua samaki. Walishafanya dhambi ambayo ilikuwa kabla ya dhambi hii, Allah kawaadhibu nayo pamoja na dhambi hii. Wa idh qala Musa liqaumihi, na hapa kuna kisa cha wana wa Israeli. Mmoja wao waliuawa, mmoja katika wana wa Israeli aliuawa, aliuliwa. Kisha mwili wa yule aliyekufa ukawekwa karibu na kijiji kingine. Hawa watu ambao wanamhusu huyu aliyekufa wakaja kwa Musa alayhi salam kumwambia, ndugu yetu kauawa na watu wa kijiji kile, kwa hiyo tunahitaji haki. Na watu wa kijiji kile wanasema hapana, sisi hatujaua, sisi hatukuua. Kwa hiyo wakaleta kesi kwa nani? Kwa Musa alayhi salam. Na hili walipatia, walifanya jambo zuri sana. Wameleta masala kwa mtu mwenye ilmu, wamerejesha kadhia yao kwa alim ambaye ni Musa alayhi salam. Na hapa sisi tunajifunza pia, ikitokea jambo baina yetu tunalirudisha kwa mtu ambaye mwenye ilmu, kwa mashayikh ahlul ilm. Sio mtu mdogo katika ilmu ukaanza kuzungumza masala ya khilaf ambayo huyajui mwanzo wake wala mwisho wake, na wala sio adabu katika ilmu. Na hawa wana Israeli katika hili walipatia, baada ya kutofautiana wakapeleka kadhia kwa Musa alayhi salam, hukumu baina yetu. Walipofika na kadhia sio nyepesi, ya mtu kauawa. Kwa hiyo wanataji jibu kutoka kwa Musa, nani aliyeua? Nani aliyeua?
tunataka kujua. Wa idh qala Musa liqaumihi, Musa kawajibu baada kuja na hii kadhia, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah anawaamrisha kwamba mchinje ng'ombe. Wana Israeli hili jambo halijakaa vizuri. Tunakuja na kadhia ya ndugu yetu ameuawa, alafu wanatuamrisha tuchinje ng'ombe. Kuna vitu vile tofauti, havina uwiano, yani haviendani sawa sawa. Qalu atattakhiduna huzwa, yewe Musa unatufanyia maskhara, unatufanyia istihza. Tunakuja na kadhia unatuambia tuchinje ng'ombe, je utufanyia sisi istihza? Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, Musa alayhi salam asema najikinga kwa Allah nisiwe miongoni mwa majahili. Jahili ni yule mtu ambaye anajibu tofauti na swali liloulizwa. Na jahil ni yule ambaye anawafanyia watu istihza, kama alivyosema atattakhiduna huzwa, unatufanyia maskhara. Watu wenye kufanyia maskhara zaidi ni majahil. Watu wenye ilmu hawazami kwenye maskhara, hawafanyii shere watu, hawafanyii istihzai watu. Na muomba Allah nikinge nisiwe miongoni mwa majahilin. Wakajua al-amru bijidd, kwamba hili jambo sasa kumbe Musa anajibu yuko serious, kwamba hali kumbe ni hivi, hii ni amri kutoka kwa Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, tutajie ewe Musa, muombe Allah atubainishie huyu ng'ombe wasifu wake ukoje. Wameambiwa chinje ng'ombe, wakaja na jambo lingine, masala mengine, tugee wasifu wa ng'ombe mwenyewe. Laiti wangetafuta ng'ombe yote wangechinja, wangekumtimiza amri. Qala innahu yaqul, Musa kasema hakika yeye Allah anasema, innaha baqaratun la faridhun wala bikr, huyo ng'ombe wasifu wake katika umri, la faridhun, si ng'ombe aliyezeeka ambaye hazai tena, wala bikrun, wala ng'ombe ambaye ni mdogo ana uwezo wa kuzaa. Awanun baina dhalik, umri wake huyo ng'ombe uwe baina ya sifa hizo mbili, asiwe mzee wala asiwe mdogo ambaye hana uwezo wa kuzaa. Umri wake uwe baina dhalik, baina hapo. Faf'alu ma tu'marun, fanyeni nyinyi wana wa Israeli mnachoamrishwa, nendeni mkachinje. Na hapa tunajifunza kwamba kile ambacho tumeamrishwa na Allah tufanye, faf'alu ma tu'marun, yani Allah akikuamrisha jambo wewe fanya, usikithirishe hoja, usikithirishe masala, if'al. Ukaona hii haitoshi, waje na swali lingine, shaddadu ala anfusihim, wao wenyewe ndio wametia tashdidi katika nafsi zao, fashadda Allahu alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala kawatia uzito zaidi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, Musa tueleze, mueleze Mola wako atubainishie kwamba huyu ng'ombe rangi yake ni ipi. Nini kinahusu rangi? Kujua kwingi, kujua kwingi kuna dhuru. Sasa wanataka kujua, wameshatajua umri, wanataka kujua rangi, ni rangi ipi?
qala innahu yaqulu innaha baqara. Angalia majibu ya Allah, kila kijibu Allah subhanahu wa ta'ala anataja innaha baqara. Hii baqara nairudia tena, lahidh, katika kila aya anataja innaha baqara. Laiti ingewezekana kwamba asingetaja baqara, wangeuliza sasa huyo mmetajia rangi lakini tubainishie kama ni ng'ombe au mbuzi. Allah nakariri kuto baqara, wasije wakauliza swali lingine kwamba sawa rangi yake ni hivi lakini hujatuambia kama huyo ni baqara. Huyu baqara safra faqi'un lawnuha, ng'ombe huyu rangi yake ni safra, rangi ya manjano. Faqi'un lawnuha ay khalis lawnuha, rangi yake ni khalis, njano tupu, hakuna rangi nyingine ndani yake. Tasurru an-nadhirin, rangi yake inafurahisha kwa yule ambaye mwenye kumtazama. Wakauliza swali lingine, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, hebu muombe Mola wako tubainishie huyu ng'ombe yukoje sasa. Innal baqara tashabaha alaina, tumisha sasa kujichanganya, kukorogwa na huyu ng'ombe sifa zake, hatujielewi sasa huyu ng'ombe yuko namna gani. Wa inna insha Allah la muhtadun, na sisi pale matakwa Allah subhanahu wa ta'ala atakapotaka tutakuwa ni wenye kuongoka kumjua wasifu wa huyu ng'ombe. Yani bado umechanganyikiwa na sifa za huyu ng'ombe au namna gani? Baada bayani yote bado wanasema tashabaha alayna, tunaona kwamba bado hatujapambanuliwa vizuri hili jambo, wasifu wa huyu ng'ombe. Qala innahu yaqul, Musa alayhi salam, na hapa sabr, kuwa na subira katika kufundisha. Mimi na wewe ingekwaje unaulizwa maswali yote haya, sinaambia wewe chukua viatu vyako ondoka, msumbufu mkubwa wewe, ondoka zako. Umeniuliza nimekujibu, umeniuliza nimekujibu, umeniuliza nimekujibu. Mara ngapi unaniuliza? Mtu ambaye mwenye kufundisha atakuwa na subira. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth, hakika huyu baqara, innaha baqaratun la dhalul, huyu ng'ombe ambaye wasifu wake asiye yule ambaye aliyedhalilika, anayedhalilishwa katika tuthiru al-ard, katika kilimo, anayepewa kazi kubwa nzito za kilimo. Huyo ng'ombe asiwe katika sifa za ng'ombe wenye kulima. Wala tasqi al-harth, wala asiwe ng'ombe ambaye mwenye kujishelezea mashamba, yani ng'ombe ambaye asiyefanya kazi, kawekwa tu katika zizi, hafanyishwi kazi aina yote. Musallamatun, kadhalika asiwe na aibu yoyote, asiwe na kilema wala aibu aina yoyote. La shiyata fiha, la ay bimaana la lawn ghaira lawniha, asiwe na rangi yoyote nyingine isipokuwa rangi yake ya mwanzo, nayo rangi ya manjano, yani kwa maana isichanganyike rangi yoyote nyingine zaidi ya rangi hiyo. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, hii ni istihza nyingine kwamba sasa hivi Musa umekuja na haki, tumekuelewa, na hali ya kuwa huko kote kawaelewesha vizuri kwamba sasa Musa umekuja na jambo la haki, tumekuelewa. Yani kana kwamba huko nyuma kote hatukuelewa chochote unachozungumza.
na walipata tabu sana kumpata huyu ng'ombe, kwa sababu ng'ombe huyu alipatikana sehemu moja tu, kwa bibi kizee ambaye alikuwa kilea mtoto yatima. Huyu ng'ombe ndio alikuwa huko mwenye sifa hizi, na wakamnunua kwa gharama iliyokuwa kubwa sana. Walimnunua kwa gharama kubwa sana. Fadhabahuha, wakamchinja yule ng'ombe. Wama kadu yafalun, lakini walikuwa na karibia kutotekeleza jambo hili. Walikuwa na karibia kutotekeleza jambo hili, kwa maana kutokana na yale masharti ambayo na maswali wakiuliza, na kadhalika baadhi ya ahli ilmu wasema kutokana na gharama ya yule ng'ombe mwenyewe, walikuwa wakikaribia kutochinja ng'ombe huyo. Lakini Allah akawafanyia wepesi, ukachinja. Na kitakachofuata insha Allah baada ya kuchinja nini kilichopatikana, haya tutakuja kuyazungumza katika darasa lijalo. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، بارك الله فيكم.